Mungu ambaye ametupatia nafasi ya kukaa hapa, lakini kipekee kabisa kutupatia nafasi ya kuomba. Wapendwa, maombi ni halisi. Maombi ni halisi. Katika ulimwengu wa roho, maombi ni halisi. Sisi tunaomba, yawezekana usione, yawezekana usijue, lakini katika ulimwengu wa roho maombi ni halisi. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 8 hata mstari wa 16 tutasoma. Mwanzo 41:8 hadi 16, na niendelee kukazia hapa kwamba maombi ni halisi. Mwanzo 41:8 hadi 16. Wakati unafunua, niendelee kukazia hapa, maombi ni halisi katika ulimwengu wa roho. Yaani katika ulimwengu wa roho ukisema ninapiga, tayari umepiga katika ulimwengu wa roho. Nitakusomea maandiko baadaye katika somo tunaloendelea, Mwanzo 41:8 hadi 16. Kwenye ulimwengu wa roho ukisema moto, unatokea moto. Kwenye ulimwengu wa roho ukiita Yesu, anatokea Yesu. Ni halisi. Huku sisi huwa tunatamka vitu tunaona ni vya kawaida, na ndio maana adui akiingia mahali atazuia watu wasiombe kwa njia yoyote, kwa sababu anajua wakiomba kuna vitu halisi vinatokea. Kwenye ulimwengu wa roho kusema ninafunga, umefunga. Yaani ulimwengu wa roho tunatembea kwa maneno ya vinywa vyetu. Unaposema ninakuja, unaenda. Unaelewa kanisa? Kwa ulimwengu wa roho unacheza sana na maneno. Ndio maana Biblia inasema katika Efeso 6, nafikiri kuanzia mstari wa 10 na kuendelea, anazungumza kwa sababu hiyo vaeni silaha za Mungu mpate kuweza kushindana au kupigana siku za uovu, kwa sababu hiyo simameni hali mmejifunga kweli kiunoni. Unajifungaje kweli kiunoni? Unajifunga kwa maneno. Ninajifunga kweli kiunoni. Ulimwengu wa roho unavalishwa kweli kiunoni. Ninatoa ngao ya imani. Ulimwengu wa roho inakuja, unayo ngao ya imani. Mkononi mwangu nina upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Katika ulimwengu wa roho ni upanga wa roho unakuwa nao. Kuna silaha zinaitwa silaha za haki za mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Ukisema unazivaa katika ulimwengu wa roho na unaonekana hivyo. Katika ulimwengu wa mwili wanakuona wa kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho ulichokisema kimekuwa hivyo. Mnaelewa kanisa? Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni ulimwengu mmoja wa ajabu sana. Ulimwengu wa roho, mtu akibahatika kuingia anamuona Yesu kwa vile anavyoonekana katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Ufunuo wa Yohana anasema alijaribu kumwangalia, akaona miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, akaona macho yake kama miali ya moto. Kwa hiyo tunapokuja hapa kuomba, tunageuka kwa watu wa hatari sana. Ni halisi. Bwana asifiwe. Usijizalau unapoingia kwenye sala hizi za asubuhi. Tunafanya vitu halisi. Nilikwambia nikiwa niko maeneo yale naoishi sasa, bibi mmoja alinifuata. Akaniambia, tena yule bibi ni Mroma, ni Catholic, sio Mkeketi. Alinifuata akaniambia, mchungaji, naomba unisaidie. Nyumba ile pale ni ya mtu, lakini aliyekuja kupanga, mpangaji ni mganga wa kienyeji. Anafukiza mavitu, hatulali usiku, ni harufu mbaya, anachoma madude. Nikamwambia, bibi, tunaomba aame. Hatujamuhamisha kwa kumfuata, inabidi uame hapa. Tuliamuhamisha ulimwengu wa roho. Unahama, unaondoka.
mtaua ukai. Asikupita wiki mbili, bibi alikuja nyumbani, mchungaji, nakushukuru, yule mganga hayupo. Nikamwambia tulichokifanya kwenye ulimwengu wa roho ni halisi, ni halisi. Ulimwengu wa roho na vitu vya ajabu kuliko unavyofikiri, vya ajabu mno, na tukisema tutulie navyo tukavielewa, hatutakuwa kama tulivyo leo. Kwenye ulimwengu wa roho sisi ni wamiliki, ni watawala pamoja na Kristo. Katika ulimwengu wa roho tumeketishwa juu sana kuliko falme, mamlaka na wote wenye majina. Tuko pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho juu sana. Tunaweza tukakaa kwenye ulimwengu wa roho alipoketi Yesu, tukawa tunatamka vitu vikawa vitu vya ajabu sana hapa duniani. Ngoja nikupe mfano huu wa kawaida kabisa utaelewa. Kuna kaka mmoja namfahamu, alikuwa amelala usiku, yuko na ndugu yake mwingine na wenzake. Usiku akiwa amelala, aliona mtu amekuja, akawa anamwita njoo, na anamwita yeye yuko ndani, lakini anamuona mtu akiwa nje ya mti, anamwita njoo. Akaamka. Wakati anaamka, wenzake wanamuona ameamka, wakajua anaenda toilet. Akaamka, wakashangaa anaenda anafungua mlango, lakini yeye amelala, ni kama anaota. Akaamka, akafungua mlango wa kawaida kabisa, akafungua. Wenzake walipomwona anaelekea kule, akaanza kumfuata nyuma taratibu, wakamfuata. Yeye anamfuata mtu anayemuita, mwili wake unatoka na yeye anatoka. Wakati anamfuata, anampeleka kwenye uwanja wa shule ya msingi, ni bondeni, akaenda naye. Akafika kwenye uwanja, ng'ambo ya uwanja kuna pori. Kwenye lile pori au msitu kuna watu wengine wako kule. Asa yeye kwa sababu yuko kwenye ulimwengu wa roho, haogopi, anaenda usiku giza. Wenzake wako katika ulimwengu wa mwili kabisa, wanayemuona wakaanza kuogopa, mbona anaingia pori? Ndipo wakamshika. Walipomshika anakurupuka, anaangalia huko, ni usiku, yuko kwenye uwanja. Vipi? Wanamwambia unaenda hapa sasa. Kuna mtu alikuja kuniita, kwa hiyo nilikuwa namfuata. Na kwenye msitu ule, kwenye pori wako wengine. Sikiliza, alikuwa anaenda kabisa, anaenda. Lile ni tukio halisi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa ulimwengu wa roho mtu anaweza akaitwa na akaenda alafu aonekane. Mnanielewa kabisa? Kwa ulimwengu wa roho tunatakiwa sisi kabisa tuujue kwa kiwango kikubwa, ili adui asituzidi. Na ndio maana ni rahisi sana mtu kusema nilikuwa nimelala, kuna mtu akaingia chumbani. Kama tunaweza tukalala mtu akaingia chumbani, ndivyo sisi tunaweza tukawa hapa Usharikani Kingoroila, tukaingia Kigoma, nyumba yote tunayotaka, tukamfungua mtu. Ni mnanielewa kabisa? Tunaweza tukawa hapa Kingoroila, tukasema leo tunaingia bungeni kuomba, hatuhitaji kibali. Ulimwengu wa mwili tuko Usharikani Kingoroila, ulimwengu wa roho tuko katikati ya bunge, tunaomba. Katika ulimwengu wa roho tunaweza tukasindikiza watoto wetu popote wanapoenda. Tunaweza tukaongozana na ndugu zetu popote wanapoenda. Ndio ulimwengu wa roho, ni vitu vya ajabu sana vimejificha huko ndani. Vimejificha huko ndani. Ngoja nikwambie, kuna watu ndani yao mapepo yanaishi, naye anapitia milango. Na anasema ngoja nimwekee huyu mtu pepo. Yeye aliona, anasema ngoja nikuchanje tu chale kidogo ili nikuwekee dawa. Anachukua kakisu, anakuchanja chale kidogo, damu inatoka, unaona anaweka damu. Kumbe kaliingiza pepo. Pepo limeingia. Ukitaka kulitoa pepo la namna hii, ni lazima ujue kuna mlango huko hapa na wewe utoe. Ndio maana tukikemeaga wakati mwingine tunavunja kachale. Hawezi kukuambia kwamba inakupa pepo hili, ila anakuambia shika dawa, kaa nayo nyumbani. Unachukua, unakaa nayo nyumbani, umekaa na jini liko hapo. Mnaendelea kanisa? Katika ulimwengu wa roho huu tuliwahi kumwombea binti mmoja, alikuwa ni mtoto apalishweka fulani miaka mingi iliyopita.
Yule binti anaombewa afunguki, anaombewa afunguki, anaombewa afunguki, anasumbua. Ndipo mama mmoja ambaye ni mtumishi wa Mungu akiwa anaomba akaambiwa, huyo mtu ana herizi. Hilo pepo halipo ndani ya mwili wake tu, liko kwenye herizi, na ni kosa huwezi kumvua mtu nguo. Unaelewa hicho kitu? Sema kwa sababu wewe ni dada yake, kaa naye. Wakamwombea arudishiwe ufahamu, akarudishiwa ufahamu. Ufahamu wake uliporudi, dada yake kakaa naye chumbani, kaanza kumwambia, vipi, una herizi yoyote mdogo wangu? Hapo watu washaomba mpaka wamechoka. Baadaye akasema, ni kweli dada, nayo, lakini dada yake ni parishweka wa kanisani. Wakamvua ile herizi, ikatolewa. Alipokuja kuombewa hakuna pepo. Ndipo nikaamshwa chumba kinachofuata, tumishi njoo tusaidiane. Nikafika pale, wananipa herizi, nikachome. Kachome. Akaambia, ni sio mlioifungua, kwa nini nikachome? Tukaenda tukaiweka nje, tukaanza kuichoma. Unaweza ukaiunguza hapo, sijui anaikaga vitu gani. Kuungua kwake ni mtiti, mpaka uambatanishe na maombi. Ukiambatanisha na moto katika ulimwengu wa roho, inateketea. Ulimwengu wa roho ni waajabu sana, ni waajabu sana. Unaweza kukaa, sikiza, kuna mtu mmoja tulikuwa tunamuombea, tumeomba, alianguka kuanzia asubuhi mpaka kwenye saa 10 jioni, ikaenda mpaka saa 3 kwenda saa 4 usiku. Sasa akianguka hivi anakuwa wa kawaida, anachochezesha yeye ni mdomo tu na ulimi, kama unatoka ulimi kama nyoka vile anavyofanya. Akishaanguka akifanya hivyo, mdomo wake na ulimi, anapata nguvu mpya, yaani ni kama hamjamuombea, nguvu za kiburi. Siku moja akiwa anaombewa hivyo usiku, kwenye hiyo saa 4 usiku, mtu mmoja akafunuliwa, huyo sio mtu, ni joka, ni nyoka. Ukimwangalia ni mtu. Kwa nini sasa anafanya hivyo? Akifanya hivyo, mdomo wake anakunywa damu ya huyo binti, kwa hiyo anapata nguvu kupitia damu ya huyo binti. Kwa damu ya huyo binti ndio nguvu yake. Kwa hiyo ukimwombea, unampiga, analia, anaungua, lakini baadaye anakunywa damu, anapata nguvu. Tuombe ombi gani? Tukasema kwa sababu ni nyoka, tunamponda kichwa, tunakata kichwa chake. Tulipoanza kuomba hivyo, alikuja akainuka, akawa afanyi tena vile. Alianza kufanya kwa mikono, kama mtu anayepigana ngumi kwa ishara ya mikono. Yaani ni vita, unamwona mtu anafanya ile vita kabisa. Kwenye ulimwengu wa roho ni kama ananyosha mikono. Kwenye ulimwengu wa mwili ni kama ananyosha mikono. Lakini ndani yake alikuwa anaachilia mapigo kabisa. Baada ya yale maombi kuwa magumu sana, tulirudi tulikaa kwenye viti kama mlivyokaa. Alafu tukasema, Mungu uliye hai, sisi vita tupigane peke yetu. Kuna malaika zako wa vita. Kuna malaika Mikaeli aliyemshindia Danieli. Gabrieli alitoa majibu ya Danieli mbinguni, akaja kwenye ulimwengu wa roho. Mkuu wa anga la Uajemi akamzuia Gabrieli kushuka chini, akapigana vita siku 21. Ndipo Mungu akamtuma malaika wa vita Mikaeli. Mikaeli alipokuja akaanza kupigana na mkuu wa anga la Uajemi, ndipo malaika Gabrieli akashuka chini, akaja kumwambia Danieli, mtu upendwaye, tangu siku uliyopaza sauti mbinguni walisikia, na alitumwa kwa ajili yako. Nina majibu yako. Kilichonichelewesha ni mkuu wa anga la Uajemi. Danieli alikuwa ajui kama kuna mkuu wa anga anakaa hapo. Tunaweza tukaishi Kinguruila, msijue kama kuna mkuu wa anga la Kinguruila. Na inawezekana kuna majibu yanakuja, anazuia. Inawezekana kuna maombi wako anaomba, anazuia. Inawezekana mkuu wa anga akawa ndio anaratibu aina gani ya tabia za watu fulani. Ukitoka na tabia njema vyovyote, ukifika kwenye hilo anga, mkuu wa anga ndo anaratibu watu wawe na tabia gani. Na Gabrieli akamwambia Danieli, sikiliza, nikitoka hapa nitaenda, nyinyi msiogope, huyo hana nguvu kwetu. Na tukakaa kwenye viti, tukasema sasa, na sisi leo tunaita malaika wa vita Mikaeli. Na kimsingi sio kama tuliita kwa imani,
Sababu ya kwanza ya kuita malaika Mikaeli, tulikuwa tumechoka. Tukaa kwenye viti, nasema kaambia watu, sasa sikilizeni, msiite moto hapa, msiite damu ya Yesu. Nyinyi ikiwezekana shukuruni tu malaika wa Mungu Mikaeli, msitumie nguvu tena. Tukakaa, ndipo tukaanza kusema malaika wa Bwana shukeni, malaika Mikaeli wa vita, chukueni panga za moto, shukeni kama mwamvuli, funikeni, fanyeni vita. Tumekaa kama mlivyokaa, tukaanza kuona yule mtu anaanza kuzunguka kwenda upande huu, kwenda upande huu, kwenda upande huu, ndipo tukaongeza mpigeni sawa sawa, pigeni. Baadaye akaanza kutoa sauti, mnaniumiza. Tukasema huyu ni joka, kata kichwa. Ile vita ilikuja kuwa nyepesi. Katika ulimwengu wa mwili tuko wenyewe, katika ulimwengu wa roho tuko na jeshi la Bwana. Hatupigani vita wenyewe. Kwa hiyo kuna saa malaika wa Bwana wanatupigania. Sikiliza vizuri. Ukiniangalia hapa nilipo kwenye ulimwengu wa mwili niko peke yangu. Kwenye ulimwengu wa roho Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao na kuokoa. Mara unapokuwa unamcha Mungu, hapa nilipo kwenye ulimwengu wa roho kuna malaika wa Bwana wanapanda na kushuka, wananizunguka na kuniokoa. Kwa jeuri yangu ni jeshi la Bwana lililonizunguka. Ndio maana kuna nabii mmoja, mfanyakazi wake alitoka nje akasema, Bwana wangu, tunafanya nini? Tunakufa, kuna jeshi kubwa kule. Jamaa anaendelea na shughuli zake, kuna jeshi linafuata. Aliomba ombi moja, Bwana mfungue macho. Alipofunguliwa macho, akaona kuna jeshi la malaika limezunguka mlima ule alipokuwa nabii Elisha, kubwa sana. Hapo Elisha anasema walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio upande ule. Akaona. Ulimwengu wa roho ukikupa kuona, utaishi kwa ujasiri. Ulimwengu wa roho ni halisi. Tunapokusanyika hapa, ametuita Mungu mwenyewe. Wapendwa, hapa hatuko peke yetu. Unajua, mimi ukiniona ninatoka nyumbani alfajiri saa 11 ninakuja hapa, ninafanya kitu ambacho ni halisi. Hichi ni kitu cha Mungu. Ukiniona ninakaa kanisani muda mwingi, ninajua ulimwengu wa roho ni mambo halisi. Ninajiona nimeitwa na Mungu kuja hapa. Siko peke yangu, ninalindwa na Mungu, ninatunzwa na Mungu. Na wewe unalindwa na Mungu, unatunzwa na Mungu. Mambo haya ni halisi. Waache wengine wasiojua, watakuja kujua tuko tumefika mbali sana. Mnanielewa kanisa? Usiogope kununua msituni kama msitu unauzwa, kama poli linauzwa, kwa sababu tu mbona wenzangu hawanunui. Ukishasikia wanauza hata kama 50,000 hata kama 100,000, wewe nunua. Wakija kushtuka wao, unaweka zako 1,000, wao wanapata tu vipande kidogo kidogo pembeni, watatukuta njiani. Haya mambo Mungu anatufunulia sisi hapa tujue ulimwengu wa roho ni halisi. Mungu yupo kweli, ibilisi yupo kweli, vita ipo kweli, lakini katika mambo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda katika yeye anayetupenda, anayetutia nguvu. Huku ni halisi. Nataka udake tu siku ya leo hiyo. Kesho tutaendelea hili somo ambalo tumelisema hapa kwa habari ya Yusufu na Farao. Nitakwambia kitu siku ya kesho, lakini leo daka hii, ulimwengu wa roho ni halisi. Mtu akikwambia hautafanikiwa, usipovuruga haufanikiwi. Mnanielewa kanisa? Usikubali hautafanikiwa. Nitafanikiwa. Tutaona mwisho wako. Mimi siishii hapa. Watu walipoona wanaanguka wakasema, usifanye hivyo adui yangu, nijapoanguka nitasimama tena. Wataanguka kushoto na kulia, nitaota mbawa, nitaruka kama tai. Sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo ya Bwana. Usikae kizembezembe. Ulimwengu wa roho anapitaga na vitu vyepesi. Sikiliza, ulimwengu wa roho sometimes ni kama vitu vyepesi, lakini mtu ndo kafungwa hapo. Ndio kafungwa hapo. Siku moja tuko kwenye maombi, alikuja dada mmoja akiwa ameleta sadaka kwa watu wasiojiweza. Ametoka nyumbani, ana hela,
ana gari yake vizuri, amekuja pale, zile nguo alizifunga na kanga hapo, akazifunga. Yeye aliona amezifunga kawaida, kumbe ulimwengu wa roho waliruhusu hilo tukio aje akiwa amezifunga. Atakapokuwa anazifungua, ndio vifungo vyake vimefunguliwa. Lakini yeye alikuwa ni kitu cha kawaida. Tukaja kuambiwa na Mungu kwamba nimeweka hivyo makusudi ili anapofungua awe amefunguliwa, na kweli alifunguliwa. Ndio maana kwenye ulimwengu wa roho wanaloga mpaka uchawi, unaitwa uchawi wa mafundo. Mtu anafunga fundo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, unaona amefunga. Lakini ndio mtu amefungwa. Ili afunguliwe lazima afunguliwe fundo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba. Usikubali jambo rahisi kwenye ulimwengu wa roho, linaweza likakufunga usijue. Chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili, kimbilia kwenye ulimwengu wa roho. Kuna matokeo. Unaelewa kanisa? Ukiona mtu anakuita mbwa, usiseme ya jamaa analopoka sana. Anakupandikizia roho ya mbwa. Anza kufahamu ulimwengu wa roho kwa haraka. Kuna mambo yanatokea duniani hapa yanaonyesha mambo ya ulimwengu wa roho. Na ndio maana hata Yesu akisema siku za mwisho ni hizi, mtaona dalili, mtaona mambo kwenye ulimwengu wa mwili. Mkiona haya, changamkeni, kwa sababu niko njiani na kuja. Mkiona matetemeko, changamkeni. Taifa likiinuka kupigana na taifa, changamkeni. Ukiona baba anamsaliti mtoto, mtoto anamsaliti baba, changamka. Ukiona upendo wa wengi unapoa, changamka. Kanisa tumeacha hizo dalili alizosema Yesu. Ikitokea dalili ya vita anasema dunia imeisha. Dunia mafuta yanapanda bei huko. Waache waone mafuta yanapanda bei. Waache waone kuna vita huko. Sisi tunajua Yesu akasema ukishaona hivyo, siku za mwisho zimekaribia. Watakatifu na tuzidi kujitakasa. Tuendelee kuwa wasafi, kwa sababu Yesu anarudi saa yoyote, tusio dhani. Sio mimi nasema, ni dalili ameziweka mwenyewe. Naomba tusimame.